Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa neema yako na fadhili zako tena. Ninasema asante kwa ajili ya masaa na majira. Niko mahali hapa kwa ajili ya kwenda kunena maneno yako. Roho Mtakatifu, naomba ukapate kunitumia, ukapate kuachilia hayo maneno yako kupitia kinywa changu. Kwa wale wote ambao wataenda kusikia neno hili likapate kuwajenga katika siku ya leo, katika jina la Yesu nalika uwepo wako ukapate pamoja nami kuanzia hata sasa ninavyoenda kunena. Mimi nisiwe mnenaji, lakini wewe Roho Mtakatifu ukapate kuwa mnenaji kupitia kinywa changu. Katika jina la Yesu ninakushukuru, nasema asante, sifa na tukufu inakurudishia wewe. Amen. Amen. Basi ujumbe wa siku ya leo una kichwa kinachosema masaa 12 ya neema. Masaa 12 ya neema. Yapo masaa 12 ya neema. Yapo masaa 12 ya neema ambayo hayo masaa anatembea kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia anatembea kwa taifa. Yanatembea kwa taifa. Tunajua kwamba neema ya Mungu, hapa nazungumzia neema ya Yesu Kristo ambayo ilifunuliwa kwetu kwa ajili ya kutuokoa sisi katika dhambi. Kama ambavyo tunasoma kitabu kile cha Tito, neno la Mungu linasema neema ya Mungu ilikuja kwa ajili ya kutuokoa, ilifunuliwa kwa ajili ya kutuokoa sisi wanadamu. Waraka wa Paulo wa mtume kwa Tito, sura ya 2 mstari wa 11 anasema, maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu, wote imefunuliwa. Kwa hiyo neema ya Mungu imefunuliwa. Sehemu nyingine anasema kwamba tulimeokolewa kwa neema. Sasa neema ya Mungu imefunuliwa, maana yake ni jambo ambalo hapo mwanzo haikuwepo. Kwa hiyo neema ya Mungu imekuja. Leo neema ya Mungu ipo. Leo neema ya Mungu. Na hii neema ya Mungu imekuja na Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo ndiye ambaye ndio chanzo cha neema ya Mungu. Neema ambayo ipo sasa. Neema ya kuokoa wanadamu. Neno la Mungu nasema kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 10 anasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Amekuja Yesu Kristo, amejaa neema tele. Sasa hii neema ambayo imekuja na Yesu kwa ajili ya kutuokoa, ambayo imefunuliwa, hapo mwanzo haikuwepo. Neema ya Mungu ni jambo ambalo hapo mwanzo haikuwepo. Maana tunazungumzia neema ya wokovu. Wote tunajua kwamba Mungu hapo kale alikuwa anatembea na taifa la Israeli, taifa la Kiyahudi, taifa la Israeli. Sisi wengine wote tulikuwa tunajulikana kama ni watu wa mataifa. Sisi wote tulikuwa maana yake ni watu ambao tunatumikia miungu, hatumjui Mungu wa kweli wa Israeli. Lakini ilivyofika kipindi, ilivyowadia wakati wa Mungu sasa sisi kwetu sisi, Yesu Kristo akaja kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo tukajikuta tukawa tunapata kumjua Mungu wa kweli kupitia Yesu Kristo wa Nazareti. Na hata leo Yesu Kristo anasema kwamba yeye ndio njia ya kweli na uzima, wala hakuna mtu ambaye anaweza kufika kule kwa Baba isipokuwa kupitia yeye. Maana yake yeye ndo njia ya kutufikisha mbinguni. Kwa nini? Ni kwa sababu tunaokolewa kwa neema. Maana yake neema ambayo Yesu Kristo amekuja nayo ndio ambayo inatufanya sisi tuokoke. Sasa hii neema ya Mungu ambayo imekuja inakuwa inatembea, haisimami sehemu moja, inakuwa inatembea. Kwa hiyo neema ya Mungu ilianzia kwanza kule Israeli. Yesu Kristo alikuja akaanza na wale wa Israeli. Akaanza kuwahubiria habari za kumpokea yeye, kumwamini na kumpokea yeye. Na akawaambia sehemu nyingine ya kwamba msiposadiki ya kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Labda nisome kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari ule wa 24 ambaye anasema kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Kwa sababu gani? Hawa watu hawakumsadiki. Hawa watu Yesu Kristo alikuja kwa ajili yao, lakini wakakataa mpango wa Mungu ambao uliletwa kupitia yeye Yesu Kristo. Lakini hapa Kristo anawaambia waziwazi kwamba msiponisadiki ya kwamba mimi ndiye, mtakufa na dhambi zenu. Kwa hiyo Kristo akawa alitembea kule Israeli. Kipindi hicho ambapo sisi alikuwa bado neema haijatufikia. Lakini maandiko anaonyesha kwamba wakati ambapo Yesu alikuwa hapa duniani anatembea kuwahubiria wale Wayahudi, wale wa Israeli, alitembea na kuhubiri kama miaka 3.5 alitembea na kuhubiria. Lakini tunakuja kuona kwamba ni kundi dogo tu ambalo walikuja baadaye kumwamini. Ni kundi dogo tu ambalo walikuja kumpokea na kumwamini. Wengine wote wakakataa hiyo neema ya Mungu. Na hiyo neema ya Mungu baada ya wale watu kukataa hiyo neema ya Mungu, basi hiyo neema ya Mungu ikaingia kwetu sisi kwa watu wa mataifa. Labda nisome kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura 28. Hapa tunaona wakati ambapo neema ya Mungu ilivyoanza kuja kwetu sisi, ilitoka kule kwa Wayahudi, ilitoka kule kwa Israeli, ikaja kwetu sisi watu wa mataifa. Kwa hiyo sasa kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura 13, hapa ni wakati ambapo Paulo alikuwa anabishana na wale Wayahudi kuhusiana na habari ya
neema ya Mungu ambayo imeletwa na Yesu Kristo, lakini hakawa wanakataa neema ya Mungu, wanakataa neema ya Mungu. Lakini kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13, nianze mstari wa 46, nasema Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema, ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni tuwageukia mataifa. Angalieni tuwageukia mataifa. Kwa sababu labda turuke mstari wa 48. Anasema mataifa waliposikia hayo wakafurahi, wakalitukuza neno la Bwana, nao waliokuwa wamekusudiwa uzima wa milele wakaamini. Mataifa. Kwa hiyo anasema ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, kule Israeli. Lazima neno la Mungu linenwe. Maana yake ndipo ambapo Yesu Kristo alivyoanza kuwahubiria habari za uzima wa milele wale wa Israeli, wale Wayahudi. Na akawaambia wakati ambao Kristo anatembea hapa duniani, akawaambia wanafunzi wake kwamba msienende katika njia ya mataifa katika kuhubiri kwenu, bali tafuteni kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo akawaambia kabisa, msiende katika njia ya mataifa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa ni wakati ambapo bado neema ya Mungu haijafunuliwa kwa mataifa. Ilikuwa ni wakati wa Israeli. Ilikuwa ni wakati wa Israeli. Lakini hapa sasa, wakati ambapo hawa Wayahudi, hawa Waisraeli walikataa neema ya Mungu, basi neema ya Mungu ikaja sasa kwetu sisi, ikageukia kuja kwetu sisi watu wa mataifa. Nini ambacho nataka niseme ni kwamba neema ya Mungu ambayo inakuja kwa kutembea, isimami. Ilianza kule Israeli, ikatembea. Kwa hiyo neema ya Mungu inatembea siku zote, inaweza ikawepo leo hapa, alafu kesho ikawepo pale. Na ikitembea, hiyo neema ya Mungu ikitembea haiwezi kurudi mahali hapo, inatembea. Inatembea. Kwa hiyo neema hii hapo tunazungumzia neema ya wokovu. Kwa hiyo sasa, wakati ambapo sasa neema ya Mungu imekuja sisi kwetu wa mataifa, watu wa mataifa wakaanza kupokea neema ya Mungu, injili ikaanza kuhubiriwa, tukaanza kuhubiriwa injili na tukamjua Mungu wa kweli kupitia Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini sasa ujumbe unasema masaa 12 ya neema. Kwa hiyo hii neema ya Mungu sasa inakuwa inatembea na masaa 12. Inatembea, hii neema ya Mungu inafananishwa kama vile jua ambalo linatembea masaa 12. Jua linaangaza, linatoa nuru yake masaa 12. Lakini jua linapoenda kuzama, kwamba inageukia upande mwingine na kwenda kuangaza masaa 12 katika upande mwingine. Inatembea namna hiyo, inazunguka. Kwa hiyo neema ya Mungu inazunguka. Kitabu cha Yohana sura ya 12, kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 9. Kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 9, ambapo anasema, labda nianzie ule mstari wa 8. Anasema wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ulimwenguni. Anasema kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu, bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Kwa hapa Yesu anasema kwamba, je, saa za mchana si 12? Saa za mchana si 12? Wakati ambapo nuru ya jua inaangaza masaa 12, inaangaza masaa 12. Na anasema mtu akienda mchana hajikwai. Manake akienda katika nuru hawezi kujikwaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu. Siku zote mtu akitembea mchana ni nadra sana mtu ajikwae. Lakini akitembea usiku anaweza akajikwaa, kwa sababu ni giza, kwa sababu haoni nuru. Kwa hiyo sasa hapa nazungumzia nuru ambapo ni Yesu Kristo mwenyewe. Anasema kitabu cha Yohana sura ya 8, labda turudi kidogo sura ya 8. Sura ya 8 ambapo sasa hii nuru ambayo Kristo anasema kwamba inatembea masaa 12. Yeye mwenyewe alikuwa anajizungumzia kwamba yeye ndio nuru ya ulimwengu. Kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 12 anasema, basi Yesu akamwambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Tusogee tena mstari wa 9, sura ya 9 mstari wa 4. Anasema tena maneno haya. Anasema mstari wa 4, anasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maada ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Anasema muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Wakati ambapo yupo, anasema kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Yeye ni jua anatembea kama vile jua linavyotembea. Sasa jua linatembea masaa 12, inaangaza nuru yake. Ndivyo ambapo Kristo pia anatembea. Kwa hiyo masaa 12 Kristo alitembea kule Israeli.
lakini sasa masaa 12 yakawa amefika mwisho. Alipofika mwisho yale masaa 12 ya nuru, hiyo nuru ikawamia au ikageukia upande mwingine. Nadhani hapo tutakuwa tunaelewa vizuri. Kwa hiyo neema ya Mungu ikageuka, ile nuru, unaona ile nuru, neema, wokovu, masaa 12 alivyotimia kule Israeli, neema ya Mungu ikageukia upande mwingine, jua likaangaza sisi kwetu, si wa mataifa. Sasa hii neema ya Mungu inatembea mpaka leo. Ukiangalia ukiona kwamba hii neema ya Mungu imeanzia Israeli, wakati ambapo ilipotoka Israeli kahamia kule upande wa bara la Asia, neema ya Mungu, injili kaanzia huko Asia, watu wa bara la Asia, ile neema ikatembea. Wakati huo sisi huko Afrika kwetu bado tupo gizani, hatukuwa tujui, alikuwa tujui chochote, lakini ilitembea pia masaa 12 kule bara la Asia, ikaenda huko Ulaya, ikatoka ikaenda kwa Marekani. Baadaye hiyo neema ya Mungu ikaanza sasa kuja huko Afrika, wale wa missionary wakaanza kuja huko Afrika, wakaanza kuhubiri habari za Yesu Kristo wa Nazareti, wakaanza kuleta ile nuru ya ulimwengu huku kwetu sisi, jua likaanza kuangaza huku kwetu sisi, na mpaka leo bado jua lipo, bado nuru ipo huku kwetu sisi Afrika, bado nuru ipo huku kwetu sisi Afrika. Wakati huu ambapo sasa wakati ambapo sisi nuru ipo huku, sehemu ilikotoka huko, sehemu ambapo nuru imetokea huko Israel, huko ni giza sasa hivi. Huko ukiangalia mataifa ya Asia, mataifa ya Ulaya, huko ni giza, lakini huku sisi kwetu kuna neema ya Mungu bado inatembea. Lakini neema ya Mungu sisi inatembea, tupo katika wakati wa jioni ambapo neema ya Mungu inaenda sasa kurudi na kuondoka kabisa. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu kwamba kuna masaa 12 ya neema. Kwa hiyo wewe leo hii unavyosikia injili ya toba, ya kutubu na kumwamini Yesu, fahamu kwamba una masaa 12. Una masaa 12 ambao umepewa kuiamini hiyo injili na kutubu na kumgeukia Yesu Kristo. Fahamu kwamba neema ya Mungu itakuwepo ndani yako maisha yako yote. Fahamu kwamba hiyo neema ambayo inakuvuta leo, inakuvuta kwa Yesu, hizo nguvu ambazo unasikia, unahubiria injili, unasikia sauti ya Mungu ndani yako, hiyo ni neema ya Mungu. Inabisha ndani ya moyo wako, unaisikia. Sasa jiulize, ni mara ngapi umesikia neema ya Mungu inakuvuta? Ni mara ngapi umesikia injili ya kweli, injili ya kutubu dhambi na kumaanisha kuziacha, lakini bado unaichezea hiyo neema na kuendelea kuishi katika dhambi? Fahamu kwamba hiyo neema pindi ambapo itaondoka, ile nguvu ambayo inakuvuta kwa Yesu ikiondoka, hauwezi tena kumfuata Mungu, hauwezi tena kutubu, wala hautaisikia tena sauti yako chochote, hautaisikia tena chochote ndani yako ambayo inakuvuta kwa Yesu. Utakuwa sasa hauna chochote, utakuwa kama umekufa, lakini utakuwa unatembea. Unaona, hautawahi tena kuamini na kuisikia injili. Hautawahi. Kwa hiyo usiseme kwamba labda nitaokoka siku moja. Neema ya Mungu wakati ambao inatembea na wewe, pokea hiyo neema ya Mungu. Pokea neema ya Mungu. Kwa hiyo leo ndugu yangu, angalia kwamba leo unahubiriwa tena. Huenda labda huu ndio wakati ambapo neema ya Mungu inakuja kuondoka kwako. Huu ni wakati wa jioni kwako. Leo muamini Bwana Yesu, tubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha, enda katafuta ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Yesu, ili uweze sasa neema ya Mungu ikae ndani yako. Neema ya Mungu ikae ndani yako. Lakini ukiendelea kupuuzia na kudharau injili na kufanya kwamba hiyo neema ya Mungu ipo tu siku zote, ndugu yangu, fahamu kwamba neema ya Mungu inaweza kaondoka na aisirudi tena. Kwa hiyo leo nenda katengeneze njia zako, muamini Bwana Yesu. Fahamu pia kwamba ishi katika siku za mwisho, naishi wakati ambapo neema ya Mungu inaondoka kabisa, inaondoka, na baada ya hapo wakati ambapo giza linakuja duniani, ni wakati ambapo hukumu ya Mungu inakuja. Sasa tupo katika wakati wa jioni sana. Kwa hiyo usiendelee kuishi ulimwenguni, kuishi katika maisha ya kidunia. Tubu dhambi zako, maanisha kuacha mambo yote ambayo unafanya. Unasikia kabisa kwamba washirati, ulevi, usinzi, unasikia mambo hayo yanamchukiza Mungu. Hebu maanisha kuacha hayo mambo kwa kumaanisha kuacha kabisa. Tubu kwa kumaanisha kuacha. Na Mungu atakusaidia, na neema ya Mungu itakusaidia, itatembea pamoja na wewe, na Mungu akubariki. Shalom. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa maneno ya uzima ambao umeachilia mahali hapa. Ninakushukuru kwa maneno haya ambao umeachilia ili tupate kufumbuliwa macho, tukapate kujua kweli yako, ya kwamba neema ya Mungu imefunuliwa ili tupate kuokolewa. Ninaomba utusaidie, neema yako isituache, neema yako isitupite. Naomba huyu ambaye anaenda kusikia katika siku ya leo, neema yako isimpite. Naomba ukamsaidie, ukamjalie hizo nguvu zako, naomba zikapate kumvuta apate kuja kwako. Katika jina la Yesu nakushukuru, nasema asante, sifa na tukufu na kurudishia wewe. Amen.